Habari ya sasa hivi wa Tanzania, kwa majina mimi naitwa Imeda Samuel, ni Mtanzania. Kwa sasa niko nchini Omani. Nia ya kurekodi hii video, ninaomba msaada kwa Watanzania wenzangu. Ninaomba msaada kwa media yoyote ya Tanzania inaposikiliza hii video. Tunaombeni msaada Mtanzania mwenzetu, ndugu yetu. Anaitwa Keflin Mohamed Samsoni, kwa jina maarufu anaitwa Kausali Mohamed Samsoni. Toka tarehe 1 mwezi wa 3 2025 amekamatwa na polisi nchini Omani kwa kosa la kuishi Omani kinyume na sheria za Omani. Hana bataka, hana passport. Hivyo vitu vyote viko kwa bosi wake wa zamani aliyemtoa Tanzania kumleta Omani. Ni miaka 4 sasa imepita. Kwa hiyo Watanzania, naombeni msaada kwa sisi wenyewe wa marafiki zake. Tumejaribu, tumeshindwa. Nimeamua kurekodi hii video tukitaka msaada wowote kutoka kwenu. Angalau tu atokee mtu au mamlaka yoyote isimame na yeye. Ni Mtanzania mwenzetu. Leo ni siku ya 10. Hatujui kinaendelea nini. Hatujui ratiba yake yoyote. Tumejaribu kutuma watu kwenda pale kituoni. Tumepewa taarifa ya kwamba amehamishwa hicho kituo kapelekwa kituo kingine tena. Kinachohitajika ni bataka. Na hiyo bataka kuipata kwetu ni ngumu. Kumpata bosi wake ni ngumu. Maana agenti wake hatumjui. Na yeye simu yake wameizima, ndo msaada zaidi. Hatuwezi tena kumpata. Tumepiga simu balozini, hawapokei. Toka siku 3 tunapiga hawapokei. Tunatuma message hawajibu. Tunatuma picha hazifunguliwi. Na sisi tupo chini ya mabosi. Haturuhusiwi kutoka. Naomba Watanzania mtusaidie. Media yote tusaidie. Ndugu yetu angalau asafirishwe tu, apate msaada. Angalau tujue ana adhabu gani aliyopewa, au atatoka lini. Maana familia yake na pressure. Inashinda inalia kila siku, ndugu yao hawajui chochote kuhusu yeye. Kwa Watanzania tunaombeni msaada wenu. Tunaombeni msaada wenu. Media yote itakayonisikia itusaidie. Hata ubalozi pia usaidie iweze kutoa karatasi ya ndugu yetu asafirishwe. Tunaombeni msaada. Angalau tujue tu kitu gani kinachoendelea kwa polisi. Tujue lolote kuhusu yeye, hatujui chochote. Ndugu zake wana hofu. Wanashinda wanalia na sisi hatuna msaada wote. Tumeshindwa. Tunaombeni msaada wenu wa Tanzania. Marafiki zake tunahangaika huku na kule. Tunajitahidi mpaka kununua watu, kuwatuma kwenda kituoni, lakini tunamkuta amehamishwa tena. Na anaambiwa kule kuingia mpaka yeye mwanamke kwa sababu kapelekwa kituo cha wanawake tu. Sasa hatuwezi kutoka, tupo chini ya mabosi. Tunaombeni msaada wenu. Media yote itusikie, itusaidie Mtanzania mwenzetu. Angalau atokee tu, hata serikali isimame na yeye. Tujue adhabu atakayopewa, angalau tujue kitu gani tutakachomsaidia. Hata familia yake basi ipate taarifa zake. Leo ni siku ya 10, wanashinda tu wanalia kuhusu ndugu yao. Wana msaada wote. Hawajui waanzie wapi. Tunaombeni msaada wenu wa Tanzania.